Ni matumaini yangu mzima wa afya, mtazamaji wa Tumaini Habari. Karibu sana kwenye taarifa ya habari. Mimi naitwa Grace Kuni, kuletea habari za kitaifa, kimataifa na habari za uchumi na biashara. Kwa upande wa habari za michezo na burudani utakuwa naye Aaron Mpanduka. Na kabla ya kuanza taarifa hii ya habari, tuangalie kwanza muktasari wake. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, wazazi wa Na mtazamaji, habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa ambapo mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Katibu Yahaya, amesisitiza umuhimu wa wazazi na walezi kusimamia malezi ya elimu kwa watoto wao, akieleza kuwa kupatia mtoto elimu ni wajibu wa msingi usiopaswa kupuuzwa. Taarifa yake Masanja Mabula kutokea Pemba inasomwa studio. Lazima watoto hawa tuwasimamie wapate elimu na mwisho wa siku watimize ndoto zao. Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika katika kisiwa cha Fundo, mkuu huyo wa mkoa amesema elimu ni haki ya kila mtoto na msingi wa maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Mwanafunzi wa kidato cha pili anakaa siku 57 kuanzia Januari mpaka leo mwezi wa 6 haendi shuleni, anategemea mtihani ufanye vipi. Suala la kumpatia mtoto elimu, sitokuwa na muhali, sitomuonelea mtu haya. Kwa upande wake, katibu tawala wa wilaya ndogo ya Kojani, Ali Mmanga Hamisi, akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Wete, amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kutekeleza haki za msingi za watoto, ikiwemo haki ya elimu, ili kuhakikisha kila mtoto anapata fursa ya kufikia ndoto zake. Tunaishukuru serikali katika kuleta miundombinu hii ya elimu. Hii miundombinu hii ni katika kuwasogezea hawa wananchi na watoto wa Fundo ili kupata haki yao ya msingi ya elimu. Naye afisa ustawi wa jamii wilaya ya Wete Siti Suleimani Juma pamoja na afisa wa dawati la jinsia la jeshi la polisi Kaskazini Pemba Glorious wamesema watoto wana haki ya kulindwa dhidi ya vitendo vyote vya udhalilishaji, unyanyasaji na ukatili vinavyoweza kuhatarisha ustawi wao. Watoto ni hazina yetu. Watoto wanatakiwa waishi bila ya udhalilishaji. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar imetupa elimu bora, imetupa majengo, haijatuacha peke yetu kwamba tukae chini ya miti au labda tujenge vile vijimjengo vile vya zamani vile vya Kimsonge, si ndio? Mvua ikipiga huku na huku inatunyeshea, lakini imehakikisha kwamba tunapata elimu. Basi waacheni watoto wasome. Maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika katika kisiwa cha Fundo yamebeba ujumbe wa kuhimiza jamii kuendelea kulinda na kuendeleza haki za watoto, hususani haki ya elimu, ulinzi dhidi ya udhalilishaji na malezi bora. Na huko mkoani Pwani, mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Shaibu Ndemanga ametoa wito kwa wazazi na walezi kushiriki kikamilifu katika malezi ya watoto badala ya kuachia wafanyakazi wa majumbani, televisheni au simu kufanya jukumu hilo. Taarifa yake Monica Somba inafafanua zaidi. Katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika yaliyofanyika kimkoa katika halmashauri ya Chalinze, mkuu wa wilaya amesema kutokana na majukumu mengi ya kazi, baadhi ya wazazi wamekosa muda wa kukaa na watoto wao na hivyo kuathiri malezi bora. Utamaduni wa kufikiri kwamba televisheni itakusaidia kulea mtoto wako. Utamaduni wa kwamba iPad itakusaidia kulea mtoto wako. Utamaduni kwamba simu, katuni itakusaidia kulea mtoto wako. Hapana, lazima wazazi tutenge muda wa kushiriki katika malezi ya watoto, ya kufuatilia maendeleo ya watoto, na ndipo tutatimiza haya ambayo watoto wameyazungumza katika hotuba na katika mabango yao. Kwa hiyo niombe wazazi tushiriki katika malezi ya watoto wetu, tuandae kuwa wazazi wa baadaye, tuandae kuwa vijana na watu wazima wa baadaye. Tusiwaache na tusitafute vitu ambavyo pengine tunadhani wakizubaa navyo
sisi tunapata nafasi ya kufanya kazi. Pamoja na mambo mengine, mkuu wa wilaya amesisitiza kuwa maoni ya risala na mabango yaliyowasilishwa na watoto katika maadhimisho hayo yafanyiwe kazi ili kutatua changamoto zinazowakabili. Kae chini tuone namna gani tutatekeleza yale ambayo watoto wametushauri kwenye mabango, na mwakani tutakapokutana, moja ya jambo ambalo tutalifanya ni kuelezea namna gani mabango ya watoto waliopita nayo leo tumeyafanyia kazi. Awali akisoma risala ya watoto, mwenyekiti wa baraza la watoto mkoa wa Pwani Iliam Shomari amesema licha ya juhudi za serikali kuimarisha ushiriki wa watoto kupitia mabaraza ya watoto, bado wanakabiliwa na changamoto za ukatili wa kijinsia, mila kandamizi na migogoro ya kifamilia. Siku hii inatupa fursa sisi watoto kueleza maoni, matarajio na changamoto zinazotukabili. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu maadhimisho yanaongozwa na kauli mbiu isemayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inatukumbusha serikali na wazazi wetu kwa kuwalea malezi bora ndiyo msingi wa ukuaji wa mtoto mwenye maadili mema. Katika maadhimisho ya siku ya watoto, wameiomba serikali, wazazi na jamii kwa ujumla kushirikiana ili kuhakikisha na wanapata malezi bora na mazingira salama yatakayowawezesha kutimiza ndoto zao. Monica Msomba, Tumaini Habari, Pwani. Na huko jijini Dodoma, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda asema kuwa maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika ni ukumbusho kwa jamii kuhusu wajibu wa kulinda na kuendeleza haki za watoto sambamba na kumbukumbu ya watoto wa Soweto nchini Afrika Kusini waliopigania haki ya kupata elimu bora. Taarifa yake Dorin Aloisi inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Profesa Mkenda ameeleza kuwa serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuiweka elimu miongoni mwa vipaumbele vyake sambamba na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050 na maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye amesisitiza kuwa kila mtoto wa Tanzania lazima apate elimu. Kubwa ni kuhakikisha usawa katika elimu, ikiwa ni pamoja na usawa wa kijinsia. Sote tunakumbuka kuwa Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasisitiza wakati wote kwamba kila mtoto wa Kitanzania lazima apate elimu, na kwa msingi huo hakuna kuacha mtoto kwenye mfumo wa elimu. Kwa muktadha huo, hata mabinti waliopata ujauzito wanaruhusiwa na wanatakiwa kurudi shuleni. Katika kuhakikisha watoto wote wanahudhuria shule, ni muhimu kuzingatia mazingira ya shule yawe mazuri. Maeneo muhimu katika jambo hili ni usafi, vyoo, maeneo ya faragha na vyumba maalum kwa ajili ya kujisitiri. Hata hivyo, serikali imeweka mkazo katika kuhakikisha usawa na ujumuishi katika elimu kwa watoto wote, ikiwemo kuimarisha usawa wa kijinsia ili kila mtoto apate fursa ya kujifunza na kufikia ndoto zake. Kutoka hapa jijini Dodoma, Dorin Alois, Tumaini Habari. Na huko mkoani Tanga, zaidi ya watoto 70 wa mtaa wa Kwaluwala, kitongoji cha Kolubaka, halmashauri ya mji wa Handeni mkoani Tanga, wapo hatarini kukosa haki ya msingi ya elimu kutokana na kutembea umbali wa kilomita 16 kwenda shule ya jirani kwa sababu ya shule yao shikiza kutokamilika kwa sasa. Tungane naye Dominic Maro kutokea Tanga. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wazazi na walezi akiwemo Laki Laiza na Mayan Molel kwenye mkutano ulioitishwa na diwani wa kata ya Kwa Mgome, ambapo wameiomba serikali imalizie madarasa waliojenga ili watoto wao wasome na kuachana na kutembea umbali mrefu. Moto kubwa tulionayo sana kwa ajili ya wanafunzi wanatoka kutoka umbali wa kilomita 8 kwenda shule na kurudi kilomita 8. Njia sio bora, maji nyingi. Kwa hiyo tungeomba sana serikali iweze kutusaidia kwa ajili ya watoto. Watoto hawasomi. Kama mtoto huyu niliomshika sasa hivi, nahitajika angeanza chekechea, aendelee na awali,
alafu aendelee na masomo, lakini shule tuliokuwa naye ni mbali. Serikali watuunge mkono. Na hapa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ya Msaji Saidi Njama amekiri kuwepo kwa changamoto hiyo na ameeleza njia itakayosaidia kumaliza. Tunao watoto wanaofikia kuanzia 70 mpaka 100. Ina maana kwamba wakusoma hapa katika shule ya Korubaka, ambao wanatembea umbali mrefu sana kutoka Korubaka kwenda mpaka shule ya msingi Pongwe. Kwa kweli ni mbali sana. Kwa hiyo tunaomba serikali itie mkono huo, itusaidie, iwasaidie wananchi wa Korubaka Msaje. Naye diwani wa kata kwa Mgome Musa Mkombati amesema serikali inafanyia kazi jambo hilo, ambapo kwa sasa kiasi cha shilingi milioni 20 kimetengwa ili kukamilisha ujenzi wa shule hiyo. Sio ninyi tu mnajisikia uchungu. Mimi binafsi sitamani kuona mtoto wa kwa Magome akitembea zaidi ya kilomita 3-4 abaki hapo asome. Hapa ni zaidi ya kilomita 10 mpaka unafika shule ya msingi Pongwe. Kwa hiyo ndio maana tunapambana kwa kadiri itakavyowezekana. Lakini nawahakikishia mbele ya mkutano huu fedha milioni 25 zimetengwa, tusubiri tuone namna ambavyo tunakwenda kukamilisha madarasa yale. Elimu ni ufunguo wa maisha na ni zawadi ya pekee kwa mtoto wa kizazi cha leo na cha kesho. Nikiripoti kutoka Tanga ni mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Na wabunge wameipongeza NSSF kwa kuanzisha skimu ya hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri, pamoja na kuipongeza PSSSF kwa uwekezaji wake katika kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi, wakisema hatua hizo zina mchango mkubwa katika ustawi wa wananchi na maendeleo ya uchumi wa taifa. Mwandishi wetu anayoripoti zaidi. Akifungua semina maalum ya wabunge jijini Dodoma, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, Deusi Sangu amesema serikali imejipanga kuhakikisha wananchi walioajiriwa wanapata fursa ya kunufaika na huduma za hifadhi ya jamii kama ilivyo kwa wafanyakazi wa sekta rasmi. Kwa kipindi kirefu sasa, wananchi waliojiajiri na wale waliopo katika sekta isiyo rasmi walikuwa nje ya mfumo wa hifadhi ya jamii. Kundi hili la wananchi waliojiajiri linakadiriwa kufikia zaidi ya 80% ya nguvu kazi. Lakini katika mpango mkakati wa NSSF ulioandalia umelenga upatikanaji wa huduma jumuisha hifadhi ya jamii kwa wigo mpana zaidi. Na lengo letu tunataka tufikie Watanzania hadi kufikia 2031 wao tumefikia Watanzania wapatao 3.7 milioni. Akitoa semina hiyo, mkurugenzi mkuu wa NSSF Masha Mshomba amesema skimu hiyo inalenga kuwafikia mamilioni ya Watanzania waliojiajiri, ambapo kwa muda mrefu wamekuwa nje ya mfumo rasmi wa hifadhi ya jamii, na kwamba NSSF imeweka mazingira rafiki ya kujiunga, kuchangia na kufuatilia michango kwa njia ya kidigitali. Madhumuni ya skimu hii ya hifadhi ya jamii, Mheshimiwa Naibu Spika, sana kubwa zaidi ni hilo la kuongeza wigo wa hifadhi ya jamii ili wafikie wananchi walio wengi. Na tunafanya hivyo kwa sababu utaratibu wa hifadhi ya jamii ukiwafikia wananchi wengi ni njia moja madhubuti ya kutoa umaskini. Tunaliona hilo katika nchi zilizoendelea. Makundi ambayo tunalenga kwa ujumla wake ni wale wote ambao hawalazimiki kisheria kuchangia katika ule utaratibu wa lazima. Kwa hiyo tunazungumzia wavuvi, wafugaji, wakulima, wachimbaji wadogodogo wa madini, wasanii, machinga, waendesha bajaji, bodaboda na daladala. Kwa upande wake, mkurugenzi wa PSSSF Fortunatus Magambo amesema kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi cha Kilimanjaro imekuwa na mchango mkubwa katika kuongeza ajira, kukuza viwanda na kufungua soko la uhakika la ngozi kwa wafugaji nchini. Faida kwenye kiwanda hiki kwa kweli ni kubwa. Moja ni ajira. Tunasema tunaajiriwa vijana wengi ambao wamesoma kwenye eneo hili la ngozi. Mapato ya kodi kwa ajili ya tunapouza bidhaa zetu. Vile tunatoa soko kwa wafugaji ambao Tanzania tuna ng'ombe wengi. Kwa hiyo tunaponunua ngozi kutoka wafugaji, kwa kweli tuna provide soko. Semina hiyo imelenga kuwajengea wabunge uelewa kuhusu skimu ya hifadhi ya jamii kwa wananchi waliojiajiri, pamoja na uwekezaji wa kiwanda cha kimataifa cha bidhaa za ngozi cha Kilimanjaro, ili wawe mabalozi wa kuelimisha wananchi katika maeneo yao.
Waziri Suka, Tumaini Habari. Askofu wa Jimbo Katoliki la Musoma, Mhashamu Michael Msonganzila, amewataka vijana wanaopokea sakramenti takatifu ndani ya kanisa kuendelea kuwa nguzo imara ya kanisa bila kujihusisha na makundi mabaya ndani ya jamii na kuepuka kutumiwa vibaya. Taarifa yake Veronica Modesti inaeleza kwa undani. Ni katika parokia teule ya Gamasara ambapo waamini wamepokea sakramenti ya kipaimara ndani ya miezi 6 kwa mara ya kwanza tangu kutangazwa kwa parokia hiyo teule Desemba 18, 2025. Tunawapatia kipaimara ili mzidi kumpenda Mungu na kumpenda mwanae na kuishika neno lake. Msikubali hata kutumiwa na makundi ya ovyo yanayojitokeza sasa kwa kuuza madawa ya kulevya, kwa kuuza bangi, kwa kuuza pombe ambazo hazisikii. Na ni Mungu wetu unaona. Kataeni dhambi. Sio busara. Kusikia wewe umepata kipaimara, wewe umefunga ndoa, wewe ni mwalimu, wewe ni mama fulani, wewe ni mama fulani, unajihusisha katika matendo yanayoashiria ubaya na sio haya tujakemea. Kisha akawataka waamini kuwa chachu ya amani, upendo na mshikamano ndani ya jamii. Na nyinyi mnaopata kanisa na tuliokwisha pata kanisa, tumechaguliwa katika wewe tuwe chombo cha Mungu katika kuleta upendo wa Mungu, katika kuleta amani ya kweli, katika kuwa vyombo vyake vinavyotetea upendo, ukweli, uvumilivu, unyenyekevu, msamaha. Haya ni mambo ya msingi. Hapa akawakumbusha umuhimu wa kukamilisha sakramenti takatifu zote ndani ya kanisa. Wasikia nanisikia? Wavulana nanisikia? Mkubali kufunga ndoa kanisani, kukamilisha sakramenti za kanisa. Mmeingia kanisani, tungependa mfe kanisani, tumzike kanisani, kwa sababu umezipokea sakramenti zote. Waamini hao wameandika historia ya kwanza ya kupata sakramenti ya kipaimara ndani ya parokia hii. Kutoka hapa parokia teule ya Gamasara, mimi ni Veronica Modesti, Tumaini Habari. Na huko Ukraini, mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani yalofanywa usiku kucha na vikosi vya wanajeshi vya shirikisho la Urusi katika miji ya Kyiv na Kharkiv yamesababisha vifo na kuwajeruhi raia, lakini pia yameharibu nyumba na miundombinu muhimu ya raia. Mashambulizi hayo pia yaliathiri alama muhimu za kiroho na kitamaduni kama vile Kivi, Pichaski, Lavra. Tupate simulizi zaidi. Kulingana na mamlaka za mitaa, raia 10 waliuawa na zaidi ya 40 walijeruhiwa katika mashambulizi hayo ya usiku kucha, wakiwemo watoto na waokoaji wa kwanza. Mashambulizi hayo yalifuatia wikendi ya uhasama ambayo yanaripotiwa kuwaua raia wasiopungua 18 na kuwajeruhi wengine wapatao 150 katika maeneo ya mstari wa mbele na mipakani. This is the outside, also inside the cathedral. There are some. Hii ni nje. Pia ndani ya kanisa kuu kuna uharibifu fulani. Kwa bahati nzuri moto ulidhibitiwa na vikosi vya zimamoto viliweza kuudhibiti, ambavyo irejeshwa hivi karibuni kuharibiwa. Sasa tunaenda kwenye mnara pia kuona ulivyoharibika na kutathmini hali ilivyo. Damage. We are now going to Kupiansk, also to tower, also to see the damage and to assess the situation. Mratibu wa kibinadamu nchini Ukraine Matias Ismail alilaani mashambulizi hayo akisema kwamba zaidi ya hasara kubwa ya maisha na uharibifu wa nyumba, uharibifu wa maeneo kama vile Kyiv, Pershiki, Lavra huathiri maeneo ambayo yanawakilisha historia ya Ukraine, utambulisho na urithi wa pamoja. This historic church and monastery, often referred to as the Lavra, kanisa hili ni la kihistoria na monasteri ambalo mara nyingi hujulikana kama Lavra lilipigwa na ndege zisizo na rubani 2 usiku kucha. Niko hapa na wenzangu kutoka UNESCO ambao wameniambia kwamba
Kwa mtazamo wa kwanza inaonekana uharibifu mkubwa. Sasa hii ni tovuti ya urithi wa dunia, na kulingana na mikataba ya itifaki za kimataifa, maeneo ya urithi yalilindwa na nchi wanachama ambazo zimesajiliwa kwa mikataba hii, ikiwa pamoja na shirikisho la Urusi. Zina jukumu la kutoharibu maeneo ya aina hii. Kwa hiyo kufanya hivyo kukiuka makubaliano kunaweza kuwa uhalifu wa kivita. Kwa hiyo kufanya hivyo kukiuka makubaliano kunaweza kuwa uhalifu wa kivita. Katika mji mkuu wa Kiev, karibu majengo 30 ya makazi, vifaa vya elimu na majengo mengine ya raia yaliharibiwa, huku takribani kaya 140,000 zikipoteza umeme kwa muda kutokana na uharibifu wa miundombinu ya umeme. Huko Kharkiv, waokoaji 4 waliripotiwa kuuawa na 6 kujeruhiwa katika mgomo wa kugonga mara mbili wakati wa kujibu shambulio la awali. Nyumba na jumba la makumbusho la sanaa pia viliharibiwa. Mashambulizi ya hivi karibuni yanakuja huku kukiwa na ongezeko kubwa la madhara ya raia. Kulingana na ujumbe wa ufuatiliaji wa haki za binadamu nchini Ukraine, raia 274 waliuawa na zaidi ya 1760 walijeruhiwa mwezi Mei, na kuashiria idadi kubwa zaidi ya majeruhi wa kila mwezi tangu Aprili 2022. Kufuatia mashambulizi ya usiku kucha, mashirika ya kibinadamu yalipeleka timu katika maeneo yaliyoathiriwa huko Kiev na Kharkiv ili kukamilisha juhudi za uokoaji wa kwanza na huduma za manispaa. Wafanyakazi wa misaada walitoa matengenezo ya dharura kwa nyumba zilizoharibika na usaidizi wa kisaikolojia. Mtazamaji, tunaenda mapumziko mafupi, lakini pia unaweza kutufuata kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook na Twitter. Mimi naitwa Grace Kuni. Mtazamaji, tumerejea, na kama ndio kwanza umefungulia runinga yako, unaangalia Tumaini Habari. Na tukielekea huko mkoani Njombe, kufuatia vitendo vya uhalifu hususan wizi wa mali na mazao, wananchi wa vijiji vya Utaligolo, Ihalula na Mfereke vilivyopo halmashauri ya mji wa Njombe, kata ya Utalingolo, wameiomba serikali kuwasaidia kudhibiti vitendo hivyo kwa kuwaingiza kwenye mafunzo ya mgambo ili wahusike kwenye kuimarisha usalama. Taarifa zaidi na Prosper Mfugale. Wakizungumzia hali ya ulinzi na usalama katika vijiji vyao na kinachopaswa kufanyika ili kudhibiti vitendo hivyo vya uhalifu, wananchi akiwemo Mariana Mpete wamesema kuna haja ya kuwa na ulinzi shirikishi maarufu sungusungu na vijana wote kupatiwa mafunzo ya mgambo ili wasaidie kulinda vijiji vyao na kuwatia nguvuni wahalifu. Kulingana na maeneo yetu kuna vibaka na wizi. Diwani ametuletea hamasa ya kucheza mgambo. Kweli hali ni mbaya hapa, udokozi, wizi na matukio mbalimbali. Kuna ubakaji, kwa hiyo kuna matukio yanayoendelea sio mazuri hapa kijijini kwetu. Kwa hiyo walivyotuletea mgambo hivi, tunataka vijana wahamasike kucheza mgambo, sababu haya matukio yatakuwa haya. Changamoto ambayo ipo katika haya masuala ya ambayo inafanya vijana wawe na udokozi, wizi mdogo mdogo, nadhani kikubwa kabisa ni kuto kujitambua. Wakikamilisha haya mafunzo watakuwa ni mstari wa mbele sana katika kuhakikisha ulinzi na usalama katika maeneo yetu upo, na hasa ukizingatia tunasema kwamba vijana wengi ndo wanaofanya masuala ya udokozi. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Mpete, ambaye pia ni diwani wa kata hiyo ya Utalingolo, amefanya mikutano kijiji kwa kijiji na kutoa elimu ya ulinzi na usalama na kuhamasisha vijana kujiunga na mafunzo ya mgambo ili watumike kulinda maeneo yao na kujipatia ajira za ulinzi. Nina uhakika tukimaliza huu mgambo, sidhani kama kuna mtu atakayediriki awe wa hapa ndani au nje atakayediriki kuanza au kufanya tabia ambayo wanayo ya wizi. Mimi naamini hakutakuwa na wizi. Wewe ukisikia mwizi au ukimwona mwizi, piga yoyo. Mgambo tutakuwa tunao. Tunazidi kuhamasisha vijana wenye umri ambao unatakiwa kwenda kwenye mafunzo ya mgambo. Hebu tunaomba uende ukashiriki. Kuna matukio ya uwizi wa jackpot na matukio machache yaliyopita, lakini wito wangu kwa vijana wakijiunga kwenye mgambo, tutapunguza matukio ya wizi mdogo mdogo kama wizi wa kuku na wizi mwingine. Wakati mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe na vijiji wakiungana kuanza zoezi la kuhamasisha vijana kupata mafunzo ya mgambo, inaelezwa kwa kundi kubwa la vijana wa kata hiyo wanakwepa kujiunga na mgambo, huku sababu zikitajwa kuwa
ni ugumu wa mafunzo hayo. Vijana wengi wanalalamika kuwa mgambo ni mgumu. Cha pili wanasema kwenda kwenye mgambo ni kupoteza hali ya uchumi ya kwao. Vijiji vya kata ya Utalingolo vinahitaji ulinzi shirikishi kufuatia uwepo wa shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo kilimo cha parachichi na miti ya mbao. Prosper Mfugale, Tumaini TV Habari, Njombe. Na huko Kilimanjaro, shirika la uhifadhi wa mazingira duniani WWF limeendesha mafunzo kwa maafisa mazingira kutoka wilaya 4 za mikoa ya Arusha na Kilimanjaro. Mafunzo hayo yanalenga kuwajengea uwezo wa jinsi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa ya Rehim Abraham inasomwa studioni. Mratibu wa mradi huo kutoka WWF Tanzania, Novat Kesi, amesema kuwa ametoa mafunzo hayo kupitia programu ya SOCNOT katika ukanda wa kaskazini, ambapo mradi huo umetekelezwa kwenye wilaya ya Mkinga, Korogwe pamoja na mikoa 6 inayopita mipakani mwa nchi za Kenya na Tanzania. Kesi pia amefafanua kuwa mafunzo hayo yanalenga kuwapatia maafisa hao mbinu na elimu sahihi itakayowasaidia kwenda kuelimisha jamii zao hatua zinazotarajia kusaidia jamii kulinda vyanzo na kuzuia uharibifu wa mazingira. Ijengea jamii ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Tunafahamu kabisa mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri vyanzo vya maji. Kwa hiyo jamii itawezaje kuishi na maji machache? Akifungua mafunzo hayo, katibu tawala msaidizi sehemu ya uchumi na uzalishaji, mifugo na uvuvi mkoa wa Kilimanjaro, Emmanuel Lema, amesema kuwa wilaya hizo zinazopewa mafunzo zina rasilimali muhimu za mazingira ambazo zinapaswa kulindwa kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Vyanzo vya maji, misitu, ardhi yenye rutuba ambayo inapaswa kulindwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa mpango tunayoiandaa leo kwa siku hizi 4 tutakazokuwa hapa inalenga kufanya matumizi endelevu ya rasilimali tulizonazo. Kwa upande wao, washiriki wa semina hiyo wamesema kuwa mazingira yasipolindwa na jamii isiyopewa elimu ya utunzaji mazingira, nchi itakabiliwa na uharibifu wa mazingira. Mashauri zetu zinazohusiana na mazingira na ni fursa gani ambazo zipo na ni nini ambacho tunaweza kufanya kukabiliana na zile changamoto. Kwa sababu kwa jitihada hizo walizoziweka za kuandaa environmental action plan, sisi kama maafisa mradi wa Waterway to Resilience unaofadhiliwa na taasisi ya Coca-Cola Foundation ya nchini Marekani, ambao una thamani ya takriban shilingi bilioni 1.5 za Kitanzania na utatekelezwa kwa muda wa miaka 2 katika wilaya 4 ambazo ni Rombo, Siha, Arumeru na Longido. Na kamati ya siasa ya CCM mkoa wa Kaskazini Pemba imepiga marufuku uhamisho wa wafanyakazi wa kanda ya afya, ikisisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kukabiliana na changamoto ya upungufu wa wataalamu wa afya katika eneo hilo. Taarifa ya Masanja Mabula kutokea Pemba inasomwa studio. Akizungumza wakati wa ziara ya kamati hiyo ilipotembelea hospitali ya maradhi ya akili Pandani, mjumbe wa kamati ya siasa ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Mgeni Hatibu Yahaya, amepiga marufuku uhamisho wa madaktari ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa wataalamu wa afya katika hospitali hiyo. Madaktari hawa waendelee kutenda kazi hapa. Kama mtu ana mumewe yuko Unguja, amwambie aje hapa. Na nimwambie daktari zamana wa hapa, ukija ukiona barua inakuja hata kama kwa katibu mkuu, wewe niambie tu. Huyo daktari atabakia hapa kwa sababu hatutaki kusikia ule upungufu wa madaktari. Kwa upande wao, wafanyakazi wa hospitali hiyo akiwemo Daktari Hamisi Othmani Hamisi na Nasra Hassani, afisa ustawi, wameiomba serikali kuongeza idadi ya wataalamu wa afya na kuboresha mazingira ya kazi ili kuhakikisha huduma bora zinapatikana kwa wananchi wa Kaskazini Pemba. Tunaendesha hospitali yetu kwa muda masaa 12, pamoja na kwamba bado hatujaanza huduma za kulaza, lakini sisi kama hospitali tumejiongeza, tunaingia shift 2.
ingawa sio rasmi, lakini tulilipeleka ile wizarani ili kupata baraka zao, wakaturuhusu. Kwa hiyo tunaendelea nao. Kwa hiyo kuna shift ya asubuhi ambao watu wanatoka saa 9:30 na baadaye kuna shift ya jioni watu wanatoka saa 12 kasoro. Usafiri ni changamoto kubwa kwetu, na vile vile baadhi ya kada zinahitaji tena wafanyakazi wengine, kwa sababu ukizingatia hii hospitali sasa hivi hatujaanza kulaza, na tukianza kulaza hapa itakuwa pana mtiririko sana wa wagonjwa. Kwa hiyo wafanyakazi wanahitajika kuongezwa pia. Naye mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kaskazini Pemba, Mberwa Hamadi Mberwa, na mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi Ramadhani Kipaya wamewataka wafanyakazi wa hospitali hiyo kuwa wavumilivu wakati serikali iko katika hatua za kulipatia ufumbuzi suala la ukosefu wa usafiri. Nashukuru sana kwa namna ya ufanyaji kazi wenu pamoja na ustahimilivu wale wanaotoka mbali, maana hali ya usafiri mgumu. Sasa hapa tunao vijana wetu, hii hospitali iko hapa Pandani, wamekuomba katika zile ajira za usafi, basi wana kikundi chao wapate ajira za usafi. Ziara ya kamati ya siasa CCM mkoa wa Kaskazini Pemba katika hospitali ya maradhi ya akili Pandani imeibua msisitizo wa kulinda rasilimali za afya kwa wananchi. Na huko Geita, katibu mkuu wa jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi CCM Taifa Al-Hapi amesema chama hicho hakitaendelea kufumbia macho taarifa za upotoshaji zinazotolewa na baadhi ya viongozi wa vyama vya pinzani, hususani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, kuhusu mchango wa serikali ya CCM katika kuwaletea wananchi maendeleo. Taarifa na Joel Maduka kutokea Geita. Hapi amesema hayo mkoani Geita mara baada ya kuwasili kwa ajili ya ziara ya kuimarisha chama na jumuiya ya wazazi pamoja na kuzungumza na wananchi kupitia mikutano ya hadhara. Mamia ya wanachama na wafuasi wa CCM waliojitokeza kumpokea. Akihutubia wananchi, Hapi amesema baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakitumia majukwaa mbalimbali kudai kuwa serikali ya CCM haijafanya chochote katika kuwaletea wananchi maendeleo, jambo ambalo amelieleza kuwa ni upotoshaji unaolenga kupuuza mafanikio yaliyopatikana katika sekta mbalimbali nchini. Wanasema hatujafanya kitu. Miaka 61 ya uhuru. Sasa haya maneno yakizungumzwa na mtu mzima na mtu ambaye unadhani anaweza kuwa na akili timamu, unapata wasiwasi. Nimemsikia Heche anasema CCM na serikali hii haijafanya kitu tangu tumepata uhuru. Wakati anasema hayo, yeye alisoma diploma ya ualimu kwenye chuo cha Bunda TTC kilichojengwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Nao baadhi ya viongozi wameelezea mambo mbalimbali yakiwemo utekelezaji wa shughuli za maendeleo, hususan ujenzi wa barabara ya kutoka Mtakuja mjini Geita kuelekea Nyarugusu. Tumeshaingia mkataba na mkandarasi ambaye anafahamika kwa jina la The Arab Contractors, ambaye atajenga barabara hii kwa kiwango cha lami, ukubwa wa kilomita 63 na jumla ya bilioni 113 tayari zimeshasainiwa. Makofi mengi sana kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuwa miongoni wa viongozi waandamizi kwenye nchi hii, Dr. Jafari, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu na anayeshughulikia masuala ya afya, na hata yaliyozungumzwa hapa na mheshimiwa DC, ana mkono wake mkubwa sana huyu kijana wetu. Ziara ya Hapi mkoani Geita inalenga kuimarisha chama, jumuiya ya wazazi na kuendeleza mawasiliano ya karibu kati ya viongozi wa CCM na wananchi kupitia mikutano ya hadhara. Wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima amesisitiza kusudio lake kuchukua hatua kali dhidi ya alichokiita kikundi cha watu kinachoongozwa na wakili wa serikali Julius Lukumai, akieleza kuwa kinataka kubatilisha maamuzi yaliyotolewa na mahakama. Anthony Komba anatuarifu zaidi. Siku chache zilizopita kituo hiki kiliripoti taarifa ya wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima akieleza kuwa atachukua hatua dhidi ya kile alichokiita kikundi cha watu wanaokaa vikao katika ofisi za umma na kutaka kubatilisha maamuzi yaliyotolewa na mahakama. Ni waonye kwa sababu wanakwenda kushtakiwa wao wenyewe kwa majina yao, wote walioshiriki hicho kitendo, na huo mpango ambao wanataka kuingilia familia ya Abel Mwambuga
Abel Masagati wausitishe mara moja. Baada ya kauli hiyo ya wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima, kituo hiki kikazungumza kwa njia ya simu na Julius Lukumai anayetuhumiwa kuongoza kikundi hicho, ambaye ni wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, na haya yalikuwa ni majibu yake. Ule jamaa anasema kwamba kesi kati ya Vumilia na Mary na Mage Masagati. Sisi tumewaambia hivi, waendelee na masuala ya mahakama kwa sababu eneo ambalo lina mgogoro halihusiani na Mary Masagati, ni ya mzee Masagati mwenyewe. Kufuatia majibu hayo ya wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Julius Lukumai, wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima amezungumza tena na wanahabari akieleza kuwa wakili huyo wa serikali ameingilia mgogoro ambao mahakama tayari imeshautolea maamuzi, huku akisisitiza kuwa akiendelea atamfungulia mashtaka kwa jina lake. Akae tu kwa kutulia huu mgogoro, auache na akae nao mbali, kwa sababu tutakapokwenda kwa akiendelea, sasa tunaenda kumshtaki yeye binafsi, atuambie alipata wapi mamlaka ya kuingilia mali za familia za watu, akadili na mali za familia yake, sio mali za familia za watu wengine. Na mumuulizeni awaambie aliyemtuma ni nani, cheo chake ni nani aliyemtuma, na amempa instrument gani, amempa nyaraka gani ya kusimamia kufanya hicho anachokifanya. Mvutano huo kati ya wakili wa kujitegemea Philip Mwakilima na wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Julius Lukumai unatokana na shauri namba 000014586 la mwaka 2025 kati ya Vumilia Abel Masagati dhidi ya Mage Masagati Mwambuga, shauri linalohusu mgogoro wa ardhi katika kijiji cha Atwelo kilichopo halmashauri ya wilaya Mbeya mkoani Mbeya, ambapo Vumilia Abel Masagati alishinda shauri hilo. Kutoka Mbeya, mimi ni Anthony Komba. Na Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekubali ombi la kustaafu kwa Mwadhama Berhane Jesus Dimireu Kardinali Sourafiel, mshiriki wa ushirika wa mission, kutoka katika nafasi yake kama askofu mkuu wa jimbo kuu la Addis Ababa nchini Ethiopia. Tupate taarifa zaidi. Kufuatia uamuzi huo wa kukubaliwa kustaafu kwa Kardinali Sourafiel, Papa Leo wa 14 amemteua Askofu Abune Tesfaye Tadesse Jeble Selassie mwenye umri wa miaka 56 kuwa askofu mkuu mpya wa jimbo kuu la Addis Ababa. Uteuzi huo unamfanya kuwa askofu mpya mkuu wa kanisa Katoliki nchini Ethiopia. Tangazo rasmi limetolewa na Vatican likithibitisha kuwa Abune Tesfaye anamrithi Kardinali Berhane Jesus Dimireu Sourafiel ambaye amewasilisha kujiuzuru kabla ya kutimiza umri wa miaka 78 mwezi Julai mwaka ujao. Kardinali Sourafiel ameliongoza jimbo kuu hilo tangu mwaka 1999. Askofu mkuu mstaafu Berhane Jesus aliteuliwa kuwa mkuu wa Jimma Bonga nchini Ethiopia mwaka 1994 na miaka mitatu baadaye alimteua askofu msaidizi wa Addis Ababa na askofu mkuu wa Bita, na mwaka uliofuata akawa msimamizi wa kitume wa Addis Ababa, nafasi aliyoitumikia kwa mwaka mmoja, na baadaye aliteuliwa kuwa askofu mkuu wa jimbo hilo. Askofu mkuu mteule alizaliwa Harare mnamo Septemba 22 mwaka 1969 na alijiunga na wamisionari wa Kamboni mnamo mwaka 1986 na akapewa daraja la upadri mnamo Agosti 26 mwaka 1995 huko Addis Ababa, na akateuliwa kuwa askofu msaidizi wa askofu mkuu wa Addis Ababa Ethiopia Jumatano ya Novemba 6, 2024. Kufikia wakati huo, askofu mkuu mteule misionari wa Kamboni wa Moyo wa Yesu MSSJ amehudumu kama mkuu wa mkoa wa misionari wa Kamboni nchini Ethiopia kuanzia 2005 hadi 2009, na baadaye mwaka wa 2015 alichaguliwa kuwa jenerali mkuu wa kwanza Mwafrika na kuchaguliwa tena kwa nafasi hiyo wakati wa tawi kuu la 19 la taasisi hiyo mnamo mwaka 2022. Alisoma teolojia katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregorian mjini Roma. Pia alipata leseni ya masomo ya Kiislamu kutoka taasisi ya kipapa ya mafunzo ya Kiarabu na Kiislamu Pisai, pamoja na masomo zaidi katika chuo kikuu cha kipapa cha Salesian Roma, kulingana na Vatican News. Kabla ya uteuzi huo, Askofu Abune Tesfaye amewahi kuwa kasisi wa parokia na mkurugenzi wa shule ya Kamboni huko Harowato nchini Ethiopia. Ndani ya shirika lake alipanda vyeo hadi kuwa mkuu wa misionari wa Kamboni
kwa kipindi cha 2015 hadi 2024. Kardinali Benihane-Jesus aliyezaliwa mwaka 1948 karibu na Harare anaacha urithi mkubwa baada ya miaka 25 ya uongozini. Huduma yake imepitia vipindi muhimu vya historia ya Ethiopia, ikiwemo kifungo cha miezi 7 huko Jima wakati wa utawala wa kijeshi wa Haile Mengi. Aliteuliwa kuwa kardinali na Papa Francisco mwaka 2015. Katika ngazi ya kikanda amewahi kuwa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Ethiopia na Eritrea na mwenyekiti wa chama cha Baraza ya Maaskofu wanachama Afrika ya Mashariki AMESEA tangu mwaka 2014. Pia aliwakilisha Kanisa Katoliki la Afrika katika sinodi za familia za Vatican. Uteuzi wa Askofu Tesfaye unatarajiwa kuimarisha uongozi wa Kanisa Katoliki Ethiopia, huku nchi ikiendelea kukabiliana na changamoto za kijamii na kisiasa. Mtazamaji, habari hiyo inatupeleka mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za biashara. Endelea kuwa nasi. Mtazamaji, tumerejea na sasa ni habari za biashara, ambapo Benki ya Biashara Mkombozi imeendelea kupiga hatua ya ukuaji tokea kuanzishwa kwake miaka 17 iliyopita, kwa kuendelea kukua hadi kufikia faida ya zaidi ya shilingi bilioni 17 kwa mwaka 2025. Ukuaji ambao umewezesha benki hiyo kukidhi vigezo vya kuwalipa gawio wanahisa wake la shilingi 100 kwa kila hisa. Hii hapa taarifa zaidi. Akizungumzia ufanisi wa kiutendaji wa benki hiyo kwa waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Biashara Mkombozi, Respij Kimati, akayazungumzia yale yaliyowafanya kupiga hatua. Nafurahi kuwatangazia wadau wetu kwamba mwaka 2025 benki yetu imepata faida nzuri kabla ya kodi shilingi bilioni 17 na mshahara kidogo. Na hiyo iliwezeshwa na ushirikiano haswa wa wadau wetu mbalimbali na wateja wetu ambao wametupa nafasi ya kuwahudumia, lakini juhudi na maarifa mbalimbali ya watendaji wetu ambayo imelenga kwenye kuhakikisha kwamba tunaendesha biashara hii kwa gharama za chini kadri inavyowezekana. Na kwa maana hiyo mwaka huu 2025, kwa matokeo hayo tumekidhi vigezo vyote vinavyoruhusu kulipa gawio kwa wanahisa, na vigezo hivyo vimewekwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na kati ya hivyo vikubwa ni uwiano wa mikopo chechefu ambao unatakiwa uwe si zaidi ya 5%. Tunafurahi kutangazeni pia kwamba mwaka wa 2025 bodi ya wakurugenzi ya benki imependekeza kulipa gawio la shilingi 100 kwa hisa. Utafiti wa mabenki ambayo yamelipa gawio au yanatangaza kulipa gawio mwaka huu, utagundua kwamba Mkombozi Benki ni ya pili kwa kulipa gawio kubwa au nono kwenye list ya mabenki ambayo yanalipa gawio kwenye soko la hisa na mitaji la Tanzania. Lakini je, gawio hilo lina maana gani hasa kwa ukuaji wa benki hiyo? Huyo hapa mkurugenzi Kimati anaeleza. Katika tasnia ya makampuni uwekezaji bado si tu wachanga, tutaitwa hivyo, kwa sababu pia mkitazama taasisi zingine ambazo ziko kwenye soko la hisa na mitaji la Dar es Salaam, wana wengine wana miaka 60, 50 na kadhalika. Sisi miaka 17 tumeanza kurudisha gawio kwa wawekezaji. Nadhani kwa viwango vyote, kwa namna yoyote ile, ni mafanikio makubwa. Na kwa hivyo kwa wanahisa wetu tuna wahakikishia kwamba uwekezaji wao na mategemeo yao kwenye taasisi hii. Gawio hilo kwa wanahisa natarajiwa kutolewa mwishoni mwa mwezi, huku benki hiyo ikikusudia kusajili wateja wapya na kuongeza mtandao wa matawi yake pamoja na mawakala. Aneti Nyoni, Tumaini Habari. Na mara hii tupate taarifa za ubadilishwaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT.
taarifa hiyo kutoka BOT inatupeleka mapumziko mafupi. Tukirejea ni michezo na burudani. Endelea kuwa nasi. Mtazamaji, tumerejea na sasa ni habari za michezo na burudani, na Aaron yuko tayari kukujuza yale yalojili viwanjani. Naam, asante sana Grace Kuni kwa kunipigia pasi nzuri kabisa, na mimi itumikia pasi hiyo kwa uzuri. Tukianza na taarifa kuhusiana na timu ya St. Joseph SC ambayo yenyewe inafanya maandalizi yake ya kujitengeneza kwa ajili ya kushiriki katika mashindano mbalimbali, na hatimaye miaka michache ijayo huko itaonekana katika ligi kuu soka Tanzania bara panapo majaliwa. Na zoezi la usaili kwa ajili ya kupata wachezaji wa timu ya St. Joseph FC limekamilika rasmi katika siku ya leo katika viunga vya shule ya sekondari ya Pugu jijini Dar es Salaam. Na mwenzetu Deusela Ndogo alivinjari katika maeneo hayo na anakuja na taarifa zaidi. Nyuma yangu ni uwanja wa shule ya sekondari Pugu, ambapo hapa leo usaili wa kuweza kuipata timu ya St. Joseph Sports Club unakwenda kufanyika. Ni timu ambayo ni ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, na leo usahili unakwenda kufanyika kuweza kuzipata timu mbili. Timu ya kwanza ni senior timu wakubwa, watu wazima, na timu ya pili ni timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Kama unavyoona hapa nyuma yangu, tayari usahili unaendelea na wachezaji mbalimbali wamejitokeza hapa kwa ajili ya kuja kufanya usahili na kupima kiwango kuweza kuonesha nia ya kwamba wanataka kuweza kujiunga na timu hii mpya ya St. Joseph Sports Club. Na usahili unaendelea, na kwa wakati huu utakwenda kuwasikiliza baadhi ya viongozi wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam, lakini pia utakwenda kuwasikiliza makocha ambao wanakwenda kusimamia usahili huu na baadhi ya nyota ambao wamekuja kuweza kufanyia usahili kwa siku ya leo, wakiweza kueleza namna ambavyo walivyo na matumaini kuelekea usahili ambao unaendelea kufanyika hivi sasa katika viunga hivi vya shule ya sekondari Pugu. Jina langu naitwa Deusela Ndogo, nyuma ya kamera ni Israeli Mapunda. Karibu sana. Naitwa Jeremia Ladislaus Kagito, ni katibu msaidizi kama mtendaji wa halmashauri ya walei Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na hapa leo hii kilichotukusanya hapa ni kwa ajili ya kufanya mchujo wa mwisho kupata timu ya Jimbo St. Joseph Sports Club ya mpira wa miguu. Kuna zaidi ya vijana 158 ambao walijitokeza, wako tayari kuweza kuja kufanya majaribio ili waweze kuchaguliwa na kuingia katika timu hiyo ya Jimbo. Naitwa Sebastian Chipeta, ni mwalimu katika hii timu ya Jimbo. Plani ambayo tuko nayo, tulichukua vijana wa kwanza kutoka Oysterbay, tulifanya ile trial ya kwanza, na wengine walikuwa wanafanya hapa Pugu, na leo tumewakutanisha wote pamoja na tukatoa nafasi kwa wale ambao hawakuwepo katika hizo sehemu mbili, tunafanya nao pamoja. Kwa ujumla tumepata timu 4 ambazo zote tunaweza kuziangalia kwa siku moja. Timu hii ni mawazo ya baba askofu mkuu kama mlezi. Uko nyuma tuliwahi kuwa na timu za namna hii, kama timu inaitwa Nazareti ya Njombe na imewahi kufika paka ligi kuu. Kwa hiyo nafikiri baba askofu kwa mtazamo wake ameona hii ni njia mojawapo ya uinjilishaji, kwamba timu hii iko mbioni kupata usajili toka BMT, kusajiliwa rasmi. Kwa hiyo ni kitu ambacho naona baba askofu amezamiria kwa dhati na lazima tumuunge mkono. Kwa kweli kanisa mwaka huu amejitoa akitaka kwamba kuanzisha timu ambayo itaenda kuitwa jina la St. Joseph Sport Club. Na malengo mazima ya timu kuweza ukiona inashiriki katika hatua kubwa kubwa. Hiyo kila mtu kama unavyoona hapa anacheza, anajaribu kuonyesha kipaji chake nini. Hiyo yote ni kutafuta wachezaji mbalimbali ambao wanapatikana ndani ya nchi yetu ili kuweza kuibua vipaji vingi zaidi na zaidi. Naam, tuelekee kule Geita na taarifa yake Joel Maduka. Tunaambiwa kwamba wanafunzi takriban 120 wa shule za sekondari mkoani Geita wanatakiwa kufanya vyema katika michuano ya UMISETA kitaifa ambayo inatarajiwa kuanza rasmi siku ya kesho kule mkoani Iringa. Wanafunzi hao wametakiwa kuongeza juhudi zaidi ili kushindana kikamilifu na kuhakikisha kwamba wanapata ubingwa katika michezo tofauti.
Lakini zaidi ya yote, mwenzetu Joel Maduka, taarifa yake inasomwa hapa studio. Akifungua rasmi kambi ya maandalizi ya timu ya mkoa wa Geita, katibu tawala msaidizi wa utawala na rasilimali watu Helman Mtemu amewapongeza wanafunzi waliofanikiwa kuchaguliwa kuunda timu ya mkoa na kuwatakia kila la heri na kujituma na kutumia fursa hiyo kuonyesha vipaji vyao pamoja na kupeperusha vyema bendera ya Geita. Jambo la kwanza ni nidhamu. Vijana wanapaswa kuonyesha nidhamu ya hali ya juu katika mashindano haya. Lakini nidhamu peke yake haitoshi. Huwezi kuwa na nidhamu. Kama unataka ushindi lazima uweke jitihada. Kwa vijana tumewaelekeza kwamba wazingatie maelekezo ya walimu wao, waweke jitihada ili waweze kupata ushindi. Akizungumzia mchakato wa kuwapata wawakilishi hao, afisa michezo wa mkoa wa Geita Rogers Bahati amesema jumla ya wanafunzi 120 walichaguliwa kuunda timu ya mkoa baada ya mchujo mkali uliohusisha washiriki kutoka halmashauri zote za mkoa huo. Miaka ya nyuma ilikuwa ni halmashauri chache, unakuta zinakuwa 2 au 3, lakini kwa mwaka huu halmashauri 5 zimeshiriki. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba michezo hii inaendelea kukua na wataalamu wetu wanajitahidi kufundisha katika maeneo yao katika halmashauri zao. Kwa upande wake, kocha wa timu ya mpira wa miguu ya wasichana mkoa wa Geita na mwalimu wa shule ya sekondari Ludete Omari Bogota amesema benchi la ufundi limejipanga kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri katika mashindano hayo. Ziko changamoto ndogo ndogo ambazo ni uelewa mdogo wa wazazi. Wazazi wengi bado hawaamini kama mtoto wa kike anaweza kucheza mpira wa miguu. Lakini tumekuwa tukipambana na mazingira hayo kwa nguvu zetu na uweza wetu, angalau sasa tunaanza kuelewana. Ndio maana unaweza kaona tunatengeneza timu ambayo inaweza kwenda kushindana na inacheza mpira mzuri. Naenda kucheza mpira wa miguu katika timu kubwa zinazojulikana na ninapambana ili niweze kutimiza malengo yangu. Mashindano ya UMISETA yanatarajiwa kukutanisha wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali nchini, huku yakilenga kuibua vipaji, kuimarisha ushirikiano na kukuza maendeleo ya michezo miongoni mwa wanafunzi wa shule za sekondari. Toka huko tuelekee Malinyi mkoani Morogoro, ambako tunaambiwa kwamba katika kusherehekea siku ya mtoto wa Afrika, wana Malinyi wakiwa wanatokea katika kata ya Kilosa kwa Mpepo wamefanya bonanza lao kwa lengo la kusherehekea siku hiyo, wakihusisha timu mbalimbali na michezo tofauti tofauti. Lakini zaidi ya yote, taarifa anatupenyezea mwenzetu Padrinika Skiuko, taarifa yake ikisomwa hapa studio. Na mimi nasema kwa wacheza mpira leo, tusifanyiane ukatili. Akizungumza na wachezaji katika bonanza hilo la Magembe Cup kutafuta mshindi wa kwanza kati ya Kilolelo City na Kilosa Mpepo FC, polisi kata Habibu Ramadhani Ngali amesema katika kusherehekea mtoto wa Afrika lazima kuepuka ukatili dhidi ya watoto na tupende kuwatendea haki watoto. Tucheze fair play. Kwa hiyo tujiandae kucheza fair play. Atakayeshinda apewe kombe lake na alichukue bila mkwazo yoyote. Nachowataka marefali wa zile sheria 17 zitende haki. Naye mwakilishi wa Magembe Cup Ifrahimu Bahame Bundara amesema kazi yao kubwa ni kurudisha fadhila kwa jamii kupitia michezo katika siku hii ya mtoto wa Afrika. Kwa ushirikiano mlionyesha kwa miaka yote mitatu kwa kumsupport katika biashara yake, naye ameamua kurudisha katika jamii kwa namna yake. Amesema hana uwezo wa kuweza kuwagawia mtu pesa, ila atakachokifanya ni kuandaa mashindano kama haya ili jamii nzima ya wanakilosa Mpepo tuweze kufurahia. Katika mchezo huo, Kilolelo City waliibuka na ushindi wa bao 1-0 na kuzawadiwa mpira na jozi moja ya jezi, na kocha wa timu hiyo aliweka hadharani siri ya wao kwa washindi. Sio leo tu, ligi yoyote ikianzishwa Mpepo lazima tuchukue Mpepo City. Jumla ya timu 4 zilishiriki katika bonanza la Magembe Cup. Timu hizo ni pamoja na Huruma Si Malezi, Mwantisi FC, Kilolelo City na Kilosa Mpepo. Naam, tukielekea katika anga la kimataifa, tunaangazia zaidi michuano ya kombe la dunia, ambako tunaambiwa mara baada ya Tunisia kumtimua kocha wake, na hivi sasa imempata kocha mpya ambaye atahudumu katika mechi zote zilizosalia za fainali za kombe la dunia ambazo zinaendelea kule Mexico, Canada pamoja na Marekani. Hii inafuatia mara baada ya kumtimua kocha Sabri Lamouche, Tunisia akamtangaza kocha wa Faransa Hervé Renard kuwa kocha wake mkuu kwa mechi zote zilizosalia za kombe la dunia za msimu huu. Sabri Lamouche alitimuliwa jana Jumatatu kufuatia kipigo cha bao 5-1 ambacho Tunisia alikipata kutoka kwa Sweden siku ya Jumapili.
Taarifa ya shirikisho la mpira wa miguu Tunisia imeeleza kuwa Renard anaanza majukumu hayo mara moja kwa hivi sasa, wakati michuano hiyo ikiwa inaendelea. Lakini pia kwingineko, Uruguay imeshindwa kutamba mbele ya Saudi Arabia katika mchezo wa kundi H mara baada ya kulazimika kutoka nyuma bao 1-0 na kunusuru point kwa sare ya 1-1. Lakini pia Hispania imekwama mbele ya Cape Verde kwa suluhu ya bila kufungana. Kwingineko, Iran mwenyewe akitoka sare 2-2 na New Zealand katika mchezo uliopigwa kwenye dimba la Los Angeles pale Marekani, na ikiwa ni sare ya pili mfululizo katika michezo ya kundi hilo mara baada ya Ubelgiji pia kulazimishwa sare ya 1-1 dhidi ya Mafarao Misri. Shukrani sana mtazamaji kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa, nikihitimisha habari za michezo na burudani, na napiga pasi kwake Grace Kuni kwa ajili ya kuhitimisha taarifa habari kwa ujumla katika usiku wa leo. Nikushukuru sana Aaron kwa mkusanyiko huo wa habari za michezo na burudani. Na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa. Na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wa pwani na kaskazini isipokuwa mkoa wa Morogoro, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na hali ya ubaridi inatajwa katika maeneo mengi, na kiwango zaidi cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 9 katika mkoa wa Njombe. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatajwa na mawimbi makubwa kiasi. Lakini pia kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini huku kunatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 22. Dodoma, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 15. Mwanza, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 14. Mbeya, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 11. Kilimanjaro, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 16. Morogoro, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 16. Na hata kwa Arusha, kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto 15. Na mpaka kufikia hapa, kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Luitana, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Utabiri huo wa hali ya hewa ndio ambao unahitimisha taarifa yetu ya habari. Kwa habari nyingine pia unaweza kujiunga nasi ifikapo saa 4:30 usiku. Kwa niaba ya wote waliokamilisha taarifa hii ya habari, mimi naitwa Grace Kuni. Asante na usiku mwema.